kumeanzishwa aina mpya ya chanzo cha mapato ya serikali, lakini pia kwa wasanii, tunayoita tozo ya haki miliki. Tozo ya haki miliki ni tozo ambayo inatozwa kwenye vifaa vile ambavyo vinaweza kutunza kazi za sanaa na kazi za uandishi, na vielelezo ambavyo vinaweza kusambaza, lakini yule mbunifu anakuwa hawezi kupata kipato kwa wakati huo kwa sababu ya hawezi kukontrol yale matumizi. Kwa hiyo chanzo hicho cha mapato kimeanza kutozwa kuanzia mwaka 2023 mwezi Septemba, na kuanzia Septemba mpaka Februari mwaka huu kiasi cha shilingi bilioni 1.4 kimeweza kukusanywa. Lakini pia chanzo hicho cha mapato matumizi yake yamegawanyika katika sehemu tofauti. Sehemu ya kwanza, 10% inakwenda kwenye gawio la serikali. Kwa mnaweza kuona kwamba hiki hakikuwepo kabla ya hapo, lakini sasa kitakwenda kwenye gawio la serikali na kimeanza kwenda kwenye gawio la serikali. Lakini 60% inakwenda kwa wasanii wenyewe kupitia migao ambayo itakuwa ikifanyika, na sasa tunategemea kufanya mgao mkubwa wa tozo hizo ndani ya mwezi huu wa 3 ili kuweza kuwanufaisha wasanii wote, kwa maana ya waandishi, wasanii katika kada zote, wasanii wa kazi za muziki, kazi za filamu, kazi za maandishi, sanaa za ufundi na sanaa za maonyesho. Kwa hiyo hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza Tanzania imeweza kutoa mgao huo kwenye hizo kada. Nafikiri wengi tunafahamu migao yote ambayo tukiifanya KOSOTA ilikuwa ni kwenye masuala ya muziki peke yake. Kwa hiyo sasa tunaenda kugusa nyanja zote. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mafanikio ambayo yamefanyika. Na mtu anaweza kujiuliza, hivyo ni vifaa gani ambavyo vinatozwa? Pale ambapo kunakuwa na vifaa kama CD, memory cards, ndio hizo tozo zinakusanywa na baadaye ndio tunakuja kuwagawia wadau ambao kazi zao zinakuwa zikitumika. Lakini bado tuko katika hatua ya kuongeza vifaa hivyo, kwa sababu kuna vifaa muhimu kama computers, external drives, printers, simu bado hazijaingia kwenye utaratibu. Nafikiri nimezitaja hizi ili muweze kuelewa ni aina gani ya vifaa ambavyo tunavizungumza. Sisi wote tuliokaa hapa, mara nyingi unaweza kusambaza kitabu, unaweza kusambaza picha, unaweza kusambaza muziki, filamu, lakini yule mwenye ile kazi hanufaiki kwa njia yoyote. Kwa hiyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba wasanii wetu na waandishi wetu wananufaika kupitia ubunifu wao ambao wanakuwa wameutekeleza. Lakini pia kupitia tozo hii, kama nilivyokwisha kusema, 10% inakwenda kwenye mfuko wa sanaa na utamaduni. Nafikiri tunafahamu mfuko huu unalenga kuwanufaisha pia hao wasanii. Kwa hiyo tuseme kwamba katika mapato yote yanayokusanywa, 70% zote zinakwenda kwenye mifuko ya wasanii. Na 20% ndio inakwenda KOSOTA kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya uendeshaji wa taasisi. Lakini kama nilivyokwisha kusema, mwelekeo wetu ni kwamba hii bilioni 1.4 iliyokusanywa, kwa kuanzia unaweza ukaiona kama ni ndogo, lakini kwa upande wa mabadiliko yaliyofanyika ni mkubwa sana, kwa sababu KOSOTA katika mapato yake haikuwahi kukusanya kiwango kikubwa kama hicho katika miaka ya nyuma na wakati wa ugawaji wa miraba. Na sheria itakapobadilishwa tena kwa kuongeza vifaa nilivyovitaja, tunaamini kwamba tutakusanya zaidi, pengine mara 5 ya hiki kiwango ambacho kipo, na itapelekea kuweza kupata mapato zaidi. Lakini pia katika marekebisho ya sheria ya mwaka 2022 niliyokuja kuyasema, kulifanyika pia mgawanyiko wa majukumu ya taasisi katika kuboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara. Na hili lilifanyika kupitia maoni ambayo yalikusanywa kwa wadau, kupitia mpango wa serikali wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Kwa hiyo kwa sasa tumeweza kurekebisha sheria hiyo, na hatimaye tumeanza kuwa na vyama vya wasanii wenyewe, makampuni ya wasanii wenyewe, kwa sababu wao walikuwa wanaamini na wanatamani kuwa na vyama vyao ambavyo watakusanya na kugawa wao wenyewe, alafu serikali iwe inawasimamia. Kwa kama nilivyokwisha kueleza mwanzo, kwa sasa majukumu hayo yalivyogawanywa, wao wana kazi ya kukusanya na kugawa miraba. Na ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 taasisi ya Tanzania Music Rights Society, ambayo kwa kifupi inaitwa TAMRISO, ilipewa leseni na kuanza kazi rasmi kwenye makusanyo kwenye upande wa muziki. Kwa hiyo mgao wa miraba ambao utafanyika hivi karibuni utakuwa umegawanyika sehemu 2.
Sehemu ya kwanza ni hii inayotokana na makampuni ambayo yamepewa leseni na KOSOTA, ambao watagawa kiasi cha shilingi milioni 256 ambao ndio wameikusanya hadi sasa. Lakini upande wa serikali kama nilivyokwisha kueleza, mgawanyiko wake ni bilioni 1.4. Katika kipindi hiki pia KOSOTA ilifanya mgao mara mbili. Mwaka 2022 kulifanyika mgao wa miraba wa shilingi milioni 312,290 na ambapo wasanii 1123 walinufaika katika mgao huo kwa matumizi ya kazi 5924. Kama nilivyoeleza mwanzo, hawa ni wasanii wa muziki tu ndio walinufaika mwaka 2022. Na mwaka 2023 tuligawa jumla shilingi milioni 396,947,743 na wasanii walionufaika ni wa muziki. Na naposema wasanii sio tu wasanii wale wanaoonekana mbele, lakini kuna watayarishaji yani watozi, lakini pia na wengineo walioko katika ule mnyororo wa ile kazi ya haki miliki. Kwa hiyo tuligawa kwa kazi 61,490. Kwa hiyo tuligawa kwa kazi 61,490. Na hii migao miwili ilikuwa pia ni mabadiliko makubwa yaliyofanyika ndani ya kipindi hiki, kwa sababu kabla ya hapo ni muda mrefu kidogo mgao ulikuwa haujaweza kufanyika kutokana na mapato kuwa ya chini, lakini pia serikali ilikuwa bado haijawezesha taasisi katika masuala ya gharama za kuendesha taasisi.